bila kodi zetu na mikopo wataongozaje nchi? That's a question. Unajua mimi nikisikia upinzani unasema CCM iondoke madarakani. CCM wanasema sisi tunataka dola. Na baki najiuliza swali. Upinzani wanataka kwenda madarakani kwa sababu gani? Wana uwezo wa kuongoza nchi bila kodi yetu? Wana uwezo wa kuongoza nchi bila mikopo? Mbona hawasemi? Wao wanasema tu wanataka waende madarakani. Kufanya nini? Baada ya kusambaa kwa taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii ikieleza kuwa vijana wawili Joseph Mrindoko na Jackson Kabalo wanaounda kundi la wachokonozi wamevamiwa na watu wenye silaha waliojitambulisha kuwa ni askari polisi wakiwa nyumbani kwao maeneo Maji ya Chai wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wameeleza watu hao walifika kwa gari aina ya Land Cruiser wakiwa wamevalia kiraia na baadhi kuvaa sare za jeshi huku wakiwa na silaha za moto. Inadaiwa kuwa walipoingia ndani waliwaweka vijana hao chini ya ulinzi, lakini walipodaiwa kuonyesha vitambulisho vyao kuthibitisha kuwa wao ni askari halali walikataa kufanya hivyo. Kusaga TV ilifunga safari hadi nyumbani walipokuwa wanaishi. Tukazungumza na moja ya shuhuda ambaye alifanikiwa kuona, akasema aliona Land Cruiser ilipaki nje ya geti na Joseph Mrindoko alishushwa kwenye gari hilo huku amefungwa pingu. Hata hivyo, akizungumza mwenyekiti wa kijiji hicho cha Maji ya Chai, Mase David Mbise, ametueleza kuwa ule haukuwa utekaji bali ulikuwa ukamataji, na wanaozusha kwenye mitandao kuwa wametekwa hawajatekwa, ni walikamatwa na jeshi la polisi kwa kufuata taratibu zote, wakidaiwa wanakosa la uhalifu wa mtandao. Mase David Mbise, mwenyekiti wa kijiji cha Maji ya Chai. Kilichotokea bwana, hakuna mtu aliyetekwa. Watu wamekamatwa katika taratibu zote za kisheria. Kwamba maafisa wa polisi wamekuja, wamefikia ofisi ya kata. Na baada ya kufika ofisi ya kata nikapigiwa simu. Nikaulizwa location ya nyumba. Nikaelekeza location ya nyumba. Kwa hiyo walipofika nyumbani kwa huyo bwana au kumkuta. Lakini kuna intelligence yao ambao walitumia, wakafika pale wakapafahamu vizuri. Sasa ndio wakawa wanamtega kulingana na uwezo wao. Alikamatwa akiwa na gari pamoja na fundi. Na sisi tukiwa tupo kwa sababu hao mabwana walifikia ofisini. Walipofikia ofisini wakatuelekeza kwamba kuna mhalifu wa kimtandao ambaye tunamsaka. Sasa huyu mhalifu inabidi kwamba tufuate taratibu zote za kisheria za kumkamata, na ndio maana walifika ofisini. Kwa hiyo baada ya kumuona kwamba anakuja na gari, kwa sababu naye sio kwamba hawamtambui, wanamtambua kwa kiasi fulani, wakamzuia na gari, wakamweka chini ya ulinzi, wakatuita kama viongozi, tukashuhudia, tukajeuza, tukafika nyumbani kwake, wakaenda kumpekua, wakakuta hivyo vifaa ambavyo walikuwa wanahitaji ambavyo ndo wanatumia labda kwa kazi yao kwake ya kimtandao. Vifaa gani? Kuna mic na kamera. Kwanza yule bwana alionyesha ushirikiano mzuri sana. Hakukaidi wala hakuguswa. Kwa hakupigwa kabisa. Hakuguswa kabisa. Kwa sababu nilikuwepo mimi, mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji. Na balozi pia. Na maelezo yameandikwa. Na vifaa vyote ambavyo vilichukuliwa viliorodheshwa, ni pamoja na vitabu viliorodheshwa. Wao wanasema kosa kubwa lake ni matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo kosa mimi sijui, ndio nani taarifa niliyoipata jana kwamba ni matumizi mabaya ya kimtandao. Najua kwa sasa hivi watu wamekuwa weu, karibia wote ni weu, kwa sababu sisi tulifika pale tukajitambulisha na wananifahamu, na mwenyekiti wa kitongoji wanamfahamu, na balozi wanamfahamu, kwa sababu balozi huwa anachukua michango pale mara kwa mara. Na wote wakatoa vitambulisho, wakakagua, na mimi mwenyewe nikachika kitambulisho nikawaonyesha kwamba kitambulisho hichi cha askari, kitambulisho cha askari. Na wengine walikuwa wamevaa kiraia, na wengine wawili walikuwa wamevaa sare, wamevalia sare za jeshi la polisi. Hilo la kuniuliza wako wapi, kwa sababu walitoa maelekezo pale kwamba familia iende kwa OCD, watapata taratibu zote kwamba mtu wao yuko kituo gani au yuko sehemu gani. Na vile vile hata baada ya kuingia ndani, mimi niliwakagua wale maaskari vizuri mno.
Nikamwambia huyu ni mwananchi wangu tayari, ninamlinda kwa nani? Ninamlinda kwa taratibu zote ambazo zinafaa kumlinda. Wakaweka simu zao, kila kitu waliweka hapo chini. Tukaingia ndani nikiwa na wasimamia, hakuna nani ambayo iliyopatikana. Na sasa sijui kama taarifa mlizozipata nyinyi mmepata kwa nani labda. Waliokamatwa, kwanza huyu bwana amehamia hapo juzi. Anadai kwamba ana miezi kama 3 amehamia pale. Lakini juzi intelligence iliyotumika kwamba apatikane au taarifa zake zipatikane, mke wake alikataa kutoa, akasema kwamba mume wake amruhusu kabisa kutoa namba zake za simu. Kwa hiyo kumtambua majina yake pamoja na vitabu vyake vilivyoandikwa, vimeandikwa nani, Joseph Mrindoko. Hata vitabu vyake yameandika Joseph Mrindoko. Ndio majina yake ambayo nayafahamu. Jina la katikati pale ni gumu kidogo. Sisi ndo kaja kuingia kwa ndani, wakaanza kuhojiwa. Ile gari la kuuza lilikuwa limekaa hapa ambalo liliwachukua. Kwani kama kuuza, alafu pale nyuma limeandikwa hal. Jeupe au jeusi? Jeupe. Walikuwa ni wawili, mapolisi wawili. Ilikuwa kama 6 hivi au 7. Wawili ndio walikuwa wamevaa kama polisi, au wengine walikuwa wamevaa kawaida. Walimfunga pingu. Walivomkamatia pale kwa Kimario. Wakaja naye wakaingia naye huko ndani akiwa amefungwa pingu. Sikusikia. Na wewe baba John ni mtu unamjua? Tunamjua, alihamia tu hapa. Tuseme mwezi wangapi? Mwezi wa 4 hivi au 3 ndo alihamia hapa. Sababu hii nyumba ilikuwa inauzwa. Na wao anaishi na nani? Anaishi mke wake na mtoto wake. Basi. Na mdogo wake sio ndo kaka yake ndo anaishi naye.